Al Ahly sasa hivi kabakiza vita vya Kiarabu, kabakiza vita dhidi ya Waarabu wenzie. Inawezekana wewe kamaona na alama 8 leo, lakini hizo alama 8 zake zikawa hazina manufaa yoyote mbele ya Waarabu wenzie. Hakuna mchezo mwepesi kati ya Mwarabu na Mwarabu. Sisi Young Africans tuna mchezo mmoja bado wa nyumbani wa kufikisha alama 8, lakini tuna mchezo mwingine wa away ambao tunahitaji kwenda kupata hata alama 1. So far wachezaji wamepambana, tunashukuru kwa kutuonyesha kwamba wana uwezo wa kuonyesha quality, wana uwezo wa kupambana na wachezaji majanti, wana uwezo wa kutuonyesha kwamba wao wanacho kiwango kikubwa kuliko namna ambavyo vilabu vingine vya Tanzania vinaonyesha. Heshima imebaki kwa Tanzania. Mpaka sasa hivi klabu pekee ambayo ina uwezo wa kuonyesha inaweza kupeperusha bendera ya taifa hili kwenye machuano ya kimataifa ni sisi, katika kundi gumu ambalo watu wote mkutegemea. Hakuna tangu tunasema kwamba Yanga amepangwa na kundi moja na Umoja wa Waarabu, hakuna aliyetegemea Yanga atakuwa nafasi ya pili mpaka sasa hivi, lakini tumeonyesha wanaume tuko kazini. Unajivunia leo kuweza kumsimamisha Ali, maana kama angepata alama 3 alikuwa yeye anafuzu moja kwa moja, kwa maana hiyo, lakini mmemzuia, amepata alama 1. Mnajivunia? Yaani ukiacha kujivunia kumzuia Al Ahly kuto kufuzu katika kiwanja chetu cha nyumbani, tunajivunia kupata alama 1 muhimu zaidi, ambayo sisi tukikutana na mtu mwingine kamkumbe kama FAR Rabat, tukikutana na timu nyingine kamkumbe kama wale CJS Kabili, yaani uhakika wetu wa kufuzu ni mkubwa. Ili kundi sisi tulikuwa tunapiga mahesabu kwa National Ahly kwanza, yaani huyu National Ahly asije akachukua alama 3 hapa nyumbani, lakini wale wengine kama FAR Rabat kashatuachia 3, yule Kabili akija hapa 3 ataziacha, yaani hilo tegemeeni. Kwa Kabili tayari tutachukua 3, tuna 8, tunamsubiria yule kamkumbe FAR Rabat toka kukutana naye, tuje tumalizane naye. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi, mashaka ni kwa wenzetu. Sisi tumemalizana na Mwarabu, wewe kwako umemalizana naye kesho hiyo. Wewe si hatujui. Mnyama anasema sisi wananchi tushamalizana na Mwarabu wetu. Je, wewe Mwarabu wako ushamalizana naye au unapata wenzako tu ya kwako bado hujamaliza? Wanaume tunatoka kesho asubuhi mapema, tuko uwanjani Benjamin Mkapa kuja kushuhudia boli lao zidi ya Mwarabu, na wao tuwaone wanaweza kucheza au kamkumbe tu. Yuma ameviona Alan Okello, viwango vya wachezaji wako Damalo, Duke Abuya, Alan Okello, Starboy, Farhani. Uko kwenye kamera ipi kama unanisikia? Wewe Farhani umemuona? Pasi zinapigwa mpaka na visigino, watu hawaangalii. Mohamed Damalo, no yellow card, discipline master. Unasemaana nizamu? Kuna mwalimu wa nizamu kumzidi Mohamed Damalo? Kwani usiwaseme watu wako wanaokula redi? Kuna mchezaji mpaka leo ligi kuu Tanzania bara kagusa mechi 2, si mechi 3. Akikutana na Leo Dieng kapigwa kikumbo bato. Dieng kaenda komba maji kwenye mabango, mbavu zinamuuma. Midfield Damalo, jitu la mtumba, msukuma kutoka ile midfield ya kazi. Wameponea wapi leo Ahly Dodo? Sehemu pekee walioponea Waarabu ni refa akawasaidia sana. Shekhe, kama mpira ulikuwa una mapumziko ya watu kunywa maji dakika 5, 6, mpira unaongozaje dakika 4? Sisi tuna malalamiko yetu mengi, vibendera wametunyonya sana. Shekhe, kama anapoteza muda refa, wale Waarabu jinsi walipokuwa wanalala, golikipa kala yellow card kwa ajili ya kupoteza muda, vidakika vya nyongeza vinaongezwa 1, 2 wala 4. Yaani mpira wa leo walipoponea Waarabu ni refari kuwasaidia. Na mimi niwaambie ni marefari weusi wenzetu, marefa wa Kiarabu hawana msalie mtume kwenye mechi zao, lakini marefa wa Swahili mnawanyonya Waswahili wenzenu. Huo sio mpira. Malizaneni nao wale, mbona wanatukafini? Si muda wa kutukafini. Wanatuma viponzo sana huko mtandaoni. Wanasema Guantanamo. Sasa imefunguliwa, wanauliza Guantanamo hatujawahi kufungwa mechi ya kimataifa hapa sisi. Sio kama mtu atoki tena. Si tufungwe uwanja huu, Sheikh. Si hapa tutacheza mpaka finali. Yeye kaeni hivyo muangalie. Hii ni Guantanamo, ngome nzito. Leta timu yako yote, leta Barcelona hapa pata Guantanamo ni finali na Ali, inawezekana tukakutana hapo katikati kwenye nusu katikati hapo au finali kabisa. Nikumbushe tukio lile la mwisho tukio la mwisho kabisa la Through the Gate, ulikopo wapi? Mimi tukio la mwisho kabisa kwenye mpira, kumbukumbu yangu la Duke Abuya, ule msumali ulikuwa tayari ule, ina lilahi ule. Basi tu ndio hivyo na mpira, yani bwana, unajua mpira kuna muda
wale leo Mungu alikuwa wao. Mungu kuna ile ya mwanzo tuliokero ile. Achana na yani, mali zilikuwa nyingi, tumetengeneza nafasi nyingi sana. Yani Yanga tunajivunia umwalimu hatari, anamtokero anamuingiza Israeli Mwenda, nafasi zinatengenezwa kwa kina Dukioga Abuya. Yani unachanganyikiwa, mwalimu anafanya hesabu aina gani? Bwana, mwalimu wa Yanga Afrika injinia, kama inawezekana muongeze mkataba hata miaka 10. Huyu mwalimu mimi nakwambia, sasa tujaenda kuchukua watu kamkumbuka huyu mwalimu. Mwalimu anafanya hesabu zenye maana. Wakaingia leo na beki wake wa kulia Dickson Jobu, watu wameangalia wakajota za mabeki watatu, kacheza na mabeki wanne, kajaza viungo wake wawili, timu inaenda na timu ilikuwa inasonga. Timu hii Yanga iliyocheza na Ahad, oya, ikikutana na timu ya ligi kuu Tanzania bara kiama.